Ndugu washiriki, nimefarijika pia kuona mmeitikia vyema wito wa kushiriki katika mafunzo haya. Mwitikio huu unaonyesha dhamira ya pamoja ya kuendeleza ushirikiano kati ya Wizara ya Fedha na nyinyi wanahabari. Ni matumaini yangu kwamba mafunzo haya muhimu yatawajengeni uelewa ambao utatumika katika kuwahabarisha Watanzania pamoja na wote mnaoweza kuwafikia. Kama mnavyofahamu, nyinyi ndio sauti, na sauti unaweza ukaitumia vyovyote unavyotaka. Unaweza ukatumia kujenga, unaweza ukatumia kubomoa. Kwenye Biblia wanasema kwamba ulimi ni kitu kidogo sana, lakini madhara yake yanaweza kuwa makubwa sana. Lakini hata manufaa yake ni makubwa sana ukitumika vizuri. Sasa habari zinakuwa communicated. Ulimi ni sehemu moja hapo, lakini hata ile wanasema ile lugha ya mwili tunaweza tukaongea mimi na wewe nikakukubalia usoni kwamba sawa nakubaliana na wewe, lakini ukiniangalia vizuri unaona huyu kama hakubali huyu. Kwa hiyo kuna namna nyingine ambayo unaweza ukapata feeling ya hisia za mtu kupitia viungo vingine nje ya ulimi. Lakini ulimi ni the most effective kiungo kwa ajili ya kucommunicate. Serikali imekuwa ikitumia fedha nyingi sana katika kuhakikisha wananchi wake wanapata huduma bora na kamilifu. Mfano mdogo ambao mmekuwa mkisikia mara kwa mara ni kwamba zaidi ya 70% ya bajeti ya serikali hutumika katika kununua vifaa, huduma ambao vyote vinalenga kwenda kuwahudumia wananchi wa Tanzania. Sasa nikichukua mfano wa bajeti ya mwaka huu ambao tunaomaliza sasa hivi, ilikuwa takribani shilingi trilioni 50.29. Sasa 70% yake ni trilioni 35.2. Nadhani mnaweza mkaona namna gani pesa nyingi inavyomwagika kule. Kwa hiyo katika 50 ukitoa 35 zinabaki kama 15 tu zinaenda kufanya kazi nyingine. Sasa fedha hizi ambazo zinanunua vitu, huduma na mambo mengine kwa ajili ya kuwahudumia wananchi, ile huduma itapatikana kupitia mnyororo huo wa ugavi. Toka pesa inatoka, toka mahitaji ya ununuzi yanatengenezwa, kutoka vinavyonunuliwa, vinavyopokelewa, vinavyohifadhiwa, vinavyosambazwa, vinavyokwenda kumfikia mtu wa mwisho. Yaani sasa na kusema hizi milioni 35 hizi ziwe zina move katika hizo hatua nilizotaja. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba thamani ile ya trilioni 35 ifike kule mwisho, na ikifika kule mwisho kutakuwa na matokeo makubwa sana na yataonekana hata kwa macho. Ndugu washiriki, ni vizuri sana tutambue athari zinazotokana na kutokuwepo kwa usimamizi thabiti wa shughuli zilizo katika mnyororo wa ugavi, kwani ni jambo la msingi kwa maendeleo ya taifa. Kwa kuzitambua athari hizo, tunaweza kujiweka katika mazingira mazuri ya kuweza kutengeneza miongozo na mikakati mbalimbali ya utekelezaji ili kuimarisha usimamizi na hata kuepukana na athari hizo. Kumjua adui ni sehemu ya ushindi. Kumfahamu tu adui kwamba huyu bwana nguvu yake iko mahali fulani, lakini udhaifu wake uko mahali fulani. Na ndio maana mnapopambana kwenye mashindano namna yote yale, sio lazima kupigana vita, hata mashindano ya kawaida, lazima muwe mna siri zenu ambazo mmeziweka, siri za ushindi. Ukigawa siri zako zote, washindani wako wakakujua ulivyo, watakumaliza kirahisi. Sababu wanajua nguvu yako iko wapi na udhaifu uko wapi. Sasa sisi tunajitahidi kumjua adui yetu ili tuweze kutengeneza mikakati mizuri ya. Tunafahamu kabisa kwamba serikali inafanya kila jitihada za kutekeleza hizi kazi zote hizi. Inafanya jitihada kubwa sana. Lakini tunadhani hizi jitihada inabidi ziratibiwe vizuri zaidi ili yale malengo yaweze kutimizwa. Ndugu washiriki, ninawasihi sana
mlitumie jukwaa hili kama fursa muhimu kujifunza, mjadili na kubadilishana uzoefu na hata kushauri juu ya masuala ya usimamizi wa shughuli za mnyororo wa ugavi. Kwani kwa kufanya hivyo mtajiweka katika nafasi nzuri sana za kuhabarisha umma wa Watanzania kwa usahihi kupitia vyombo vyenu vya habari. Sasa najaribu kuwapanua mawazo muone neno ununuzi lilivyopana. Ni pana kuliko hivyo tunavyodhani, na athari zake ni nyingi sana. Sasa tunaponunua vitu tunatumia rasilimali za serikali tukilenga kwenda kufanya jambo fulani au kuihudumia jamii ya Watanzania kule, lakini mpaka kumfikia yule Mtanzania aliyeko kijijini kule ili apate hiyo huduma, shughuli hizi ziko mbele yako zinahusika. Kama nilivyosema, tutapanga mahitaji, tutanunua, tukishanunua tutavipokea, kwa maana kwamba viingie katika vitabu vyetu, kumbukumbu zetu na sehemu za kuhifadhia. Tukishapokea tutavihifadhi, na katika kuhifadhi tunahakikisha ubora wake na idadi yake iko pale pale, sababu kikipungua kimoja hapo tayari kuna tatizo. Baadaye tutasambaza kwenda huko tunakotaka viende, lakini mwisho wa siku huyu atakayepokea atavitumia, naye katika kutumia lazima atumie kwa uangalifu ili kurealize ile thamani ya pesa tumika. Na mwisho wa siku vile ambavyo havihitajiki ama ambavyo vimekwisha tumika, ambavyo havifai tena, itabidi viondoshwe, na ndio huo uondoshaji tunaozungumza. Nafikiri mmekuwa mkiona minada mbalimbali kiuzwa vitu chakavu. Ile ni moja kati ya kuviondosha vitu. Mkutano huu ni sehemu ya utekelezaji wa programu shirikishi ya mafunzo kati ya Wizara ya Fedha na wadau wake ambao ninyi wa mojawapo. Kwa kufanya hivyo, tunaamini kabisa tukiwashirikisha ipasavyo na somo hili kaeleweka kwenu, tunaamini kabisa mtawaelimisha Watanzania, kwani siku zote shughuli za serikali huwafikia Watanzania kupitia vyombo vyenu. Kwa hiyo mna umuhimu mkubwa sana. Kuna wakati kwa kuna debate, waandishi wa habari wanasema wanataka watambuliwe kama uandishi wa habari, sekta ya habari uwe ni mmoja kati ya muhimili. Na information is power. Once you have information, you have power. Ukiwa una information utafanya maamuzi, utafanya lakini yatakuwa sahihi. Ili ufanye maamuzi sahihi lazima uwe na taarifa sahihi, na taarifa sahihi zinapatikana kupitia kwenu. Hata kama nitafanya mimi huko pembeni, lakini bado ninaweza nikaa natekeleza jambo hilo mnalofanya nyinyi. Kwa hiyo upashanaji habari ni kitu cha msingi mno katika maisha ya binadamu. Binadamu ambao hayuko informed yuko nje ya maisha ya kilimwengu sasa hivi. Naomba sichukue muda mrefu katika kuongea hapa. Niwatakie kila laheri katika mafunzo haya muhimu yatakayoongeza uelewa wenu katika masuala ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi. Ndugu wanahabari, baada ya kusema hayo, ninapenda sasa nitamke rasmi kuwa mafunzo haya ya mnyororo wa ugavi, usimamizi wa mnyororo wa ugavi yamefunguliwa rasmi. Asanteni sana kunisikiliza.